Woi mai. Woi ma twina kieha ruo na woyo yano munene wa ngoro tukimumenyithia gikuo kia mumemerekia wigatu muno wana hau miaka ya kabere wa memerekagia KBC na KTN na kirigiriria mutabania munene wa magongona kuria State House ugwitwo Sami Lui Wang'ondu. Mwanake wake witagwo Chris Wang'ondu niwe wikirite mukonde uhoro uyu akiuga ati ithe akorirwo akwirire gitini araikarire gwake mucii kuria Subukia kuria araikaraga wiki thutha wa kurwara gwa kahinda we. Mugambo wake niguo waiguikaga agitabania magongona magi thirikari hindi ya Moi, Kibaki ona Uhuru hanini, na nowe ithe wa Nick Wang'ondu uria wari tabarira-ini ya Kenyan Big Brother housemate na Sami korire agicoka gicagi thutha wake kumomorerwo nyumba iria aikarite makiria ma miaka 50 haria Woodley niguo kuhe mweke project ya thirikari. Woi huroka uhoro Louis tamuigwe mugambo wake haha akimemerekia miaka iyo yaha na hau kabere we KBC ni. Asante sana studio, karibu msikilizaji, na ni wakati tena wa kipindi cha maoni yako, ambapo kwa hivi leo tutakuwa tunazungumzia uadilifu wa taifa na tofauti za kikabila, eneo wanapotoka watu na kuishi, na pia tofauti za kitamaduni. Haya yote ni kuhusu maendeleo ambao tume ya marekebisho ya katiba ya Kenya imeweza kutimiza hadi hivi sasa katika minajili ya uundaji wa katiba mpya. Lakini kwanza tunazo habari muhimu kuhusu shughuli mbalimbali za tume yenyewe. Wafuasi ama Waislamu wa Islamic Majma'ul Ahbab ya Mambrui, Malindi, wameandaa semina katika jengo la Al-Ghana mjini Mambrui hii leo Jumapili kuzungumzia sharia na jinsi inavyohusika katika uundaji wa katiba. Kilabu cha wanachama cha historia na sheria cha Nairobi School kinatarajia kuwa na semina ya siku moja kuhusu uundaji wa katiba mnamo siku ya Jumamosi ijayo tarehe 23 kwa wanachama wake. Kamati ya kikatiba ya kiti cha bunge ya kiti cha Lurambi katika wilaya ya Kakamega imepangia mikutano kadhaa kuhusu uundaji wa katiba mnamo saa 4 asubuhi kila siku, kuanzia na soko la Navaholo siku ya Jumanne tarehe 19, na pia siku hiyo hiyo ya Jumanne katika jengo la Pefa Hall Shinyalu Market na kanisani Lirhanda Ijumaa tarehe 22, na shule ya Lunyo Primary Jumamosi tarehe 23. Tume ya marekebisho ya katiba inachunguza kuzitumia sherehe za michezo ya kuigiza na tamasha za nyimbo za skuli kuwawezesha zaidi ya wanafunzi 1500 kushiriki pasavo katika kutekeleza shughuli za marekebisho ya katiba. Tume pia inaziuliza afisi za kibalozi za nchi za kigeni zinazowakilishwa humu nchini kusaidia kwa kutoa na kupeana nakili za katiba za nchi zao ili zigawiwe vituo vya taasisi za kuweka kumbukumbu zilizo wilayani 74 humu nchini. Na chama cha kitaifa cha walimu KNUT kinajishughulisha na wanachama wake kote nchini ili kuwawezesha kushiriki katika elimu ya kiraia, kukiwa na madhumuni ya wanachama wake kuchunguza yale ambayo yanaahidiwa katika katiba mpya, hasa kuhusu muundo wa serikali za majimbo na jinsi hizi zitawahusu kama walimu. Na kama nilivyoeleza, tunaendelea na mswada ulioanzishwa wiki iliyopita. Mwenzako ni Sami Lui, na hivi leo nina furaha kwamba tunao Commissioner Bwana Charles Maranga na Commissioner Abubakar Zain ambao watatupa kinaganaga mwanzo tu tuweze kujua kuhusu swala letu la leo, uadilifu wa taifa, na kuweza kusawazisha na kuleta utangamano kati ya hili taifa, tukikumbuka kwamba kunazo tofauti za kikabila, za kieneo na pia kitamaduni. Na ningekuomba wewe msikilizaji usikize ambao tutaelezewa, ili na wewe pia uweze kutupigia simu na kuweza kuchangia. Nambari kama mlivyoelezewa ni 251218, 251219 na 251220. Ningetaka ujisikie huru ili uweze kujiunga na sisi. Nipigie simu mwenzako Sami Lui, ni tayari tuungane na wewe.
Bwana Kamishna, karibuni. Asante. Kwanza ningetaka tujiulize, wiki iliyopita tulikuwa na mswada huu. Sijui kama tuliweza kutimiza ama tuliufikishia wapi, ili kwamba tuweze kuwahusisha wasikilizaji wetu jinsi ya uadilifu. Yes, tunalo taifa la Kenya, lakini hatuwezi kusahau kwamba kunao pia watu ambao wanafuatia dini, tabaka mbalimbali, mambo mbalimbali. Je, tungewezaje kufanya ili kwamba lile taifa tuwe nalo, lakini tukikumbuka kwamba kunao watu ambao wana ufuasi mbalimbali, watu ambao wana mambo mbalimbali ambao pia wangetaka yawepo, yasije yakavunjwa. Pengine nianze na wewe Bwana Zain. Asante sana Bwana Mwenyekiti. Pengine ingekuwa vizuri kujikumbusha tu mambo tuliyogusia wiki iliyopita ili tuanzie hapo kujenga misingi ya kuendelea na kipindi chetu cha leo. Kwanza kabisa nadhani jambo la muhimu la kukumbuka ni kwamba sisi kama Kenya tumekuwa taifa vipi? Kihistoria utakumbuka kwamba tulitawaliwa na mkoloni, na wakoloni walipokuwa wakigawanya mipaka ya nchi za Kiafrika hawakuwauliza watu mnataka kuwekwa vipi nyinyi, katika makabila gani, katika njia zipi. Tuligawanywa mipaka tu. Hilo ni jambo la kwanza la kukumbuka. La pili la kukumbuka ni kwamba tumekuwa taifa kutoka mwaka 63 mpaka leo. La tatu la kukumbuka ni kwamba tumekubaliana kabisa katika Afrika kwamba nchi huru za Kiafrika zitaheshimu mipaka iliyowekwa. Kwa hivyo tuangalie sheria inasema nini, sheria inayosimamia ubadilishaji wa katiba inasema nini kuhusu jambo hili. Inasema hivi: tunatakiwa sisi kama tume tufanye mambo mawili. Tuchunguze njia ambazo zitafanya sisi kujenga utaifa, kujenga taifa moja, kulinda mipaka yetu, yani uadilifu wa nchi, na pia tujenge utamaduni wa kitaifa. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili linalohitajika sisi kufanya kama tume ni kuangalia tamaduni zetu zinaheshimiwa, tofauti zetu za kidini, za kikabila na tofauti zingine zinaheshimiwa. Sasa jambo la muhimu zaidi ni nini? Kuangalia vipi tutayaweka mambo haya mawili yalingane, kuwe na umoja wa kitaifa, tuwe na taifa linaloitwa Kenya, lakini pia taifa hilo ambalo linaheshimu mila, desturi, kabila, dini za watu mbalimbali. Na kwamba jambo la mwisho ambalo pengine ningependa kugusia ambalo tulikuwa tumelianzia wiki iliyopita ni kwamba tofauti hizi tutaweza kuzifanya ziwe ni njia ya kuchangia uzuri wa taifa, au tutafanya ziwe zinatufanya ndio zinatutenganisha? Ikiwa zinatutenganisha, ni njia zipi tutakazotumia ili tusikubali kutenganishwa? Lakini juu ya hapo kwetu kuna tofauti zetu zisionekane kuwa ni tatizo, lakini zionekane kama rasilimali. Naam. Yes, Bwana Waranga. Mimi ningependa tu kuongezea kusema ya kuwa kuwa katika ile hali ya kitaifa ni kitu ya muhimu sana, kwa sababu watu ambao wako taifa moja wako na mila ambao pengine iko na historia sawa, wako na kwa mfano tunatumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya taifa. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kuwa tamaduni zetu zinakaribiana sana. Kwa hivyo tunafikiria ya kuwa kama sisi wana Kenya inatakiwa tuendeleze hii utaifa wa Kenya kwa ile njia iliyo sawa. Kwa hivyo sisi ni lazima tutoe maoni ambao hayawezi yakadhuru mwingine. Tunatakiwa kwa mfano tujue ya kuwa tuko makabila mingi katika nchi yetu ya Kenya, lakini kila kabila iko na tamaduni zake. Lakini tunasema hivi, katika ile hali ya kurekebisha katiba, tamaduni za kila Mkenya inatakiwa kutiliwa maanani sana, kwa sababu njia ambao sisi tunakaa kama wa Kenya ni tofauti kwa njia ya kimila, njia ya kitamaduni. Lakini kuna ile tamaduni tunasema tamaduni ya kitaifa, na hiyo ndio tunasema unawacha kando zile mila ambao unaona ama tamaduni ambao unaona zinaweza kudhuru wengine. Lakini kwa hali ya jumla sisi kama watu wa Kenya inatakiwa tuwe na ile roho ya kitaifa, kwa sababu sisi historia yetu ni ndefu tangu mkoloni atutawale. Na vile Bwana Zain amesema sisi ni taifa ambao tumekuwa hali ya uhuru kwa miaka zaidi nayo ya 40. Kwa hivyo sisi tunafikiriwa ya kuwa tumesa ongeza tamaduni zingine ambazo zikuwa za kikabila zozote. Kwa hivyo sisi tunafikiria ya kuwa sisi kama wana Kenya inatakiwa tuwe na umoja wa kitaifa kulingana na
tamaduni, tabia na desturi za Mwafrika. Kwa hivyo hiyo ndio mimi naona kitu ya muhimu sana. Na vile vile katika ile hali ya Kenya kwa mfano, sisi tuko na watu ambao wametoka nchi za nje ambao wamekuwa wakahaji wa Kenya na wamekuwa wa Kenya. Hao wote vile vile tunatakiwa tuwaangalie, maslahi yao lazima yaangaliwe. Na vile mimi naangalia katika hali ya Kenya, hakuna lile kabila ambao naweza kusema linaweza kuwa kubwa ama lenye uwezo zaidi kuliko mengine yote. Kwa hivyo ni lazima tusaidiane kwa katika ile hali ya kuchenga hali ya utaifa katika nchi yetu ya Kenya. Hivi punde tutakuwa na maoni kutoka mbunge Beth Mugo ambaye mnamo mapema aliweza kuhojiwa na kuweza kutoa maelezo yake. Geri Fotera seseni ya Museneneko kuma hathini wa YouTube gikuria na gitio tukia wa subscribe go share na go comment kada wa video ino na ndukariganirwo ni guturumirira thini wa TikTok na Facebook Museneneko ni jitago Museneneki wigatu.